kuzungumzia mimi na wewe ni namna gani swala ya Ijumaa yatulazimu. Narudia tena, haimaanishi ikiwa si lazima kuswali swala ya Ijumaa haikulazimu adhuhuri, na haimaanishi ikiwa si lazima kuswali Ijumaa hufai kuswali Ijumaa, la. Wafaa kuswali Ijumaa iwapo haikulazimu Ijumaa, lakini ni hatari ikiwa Ijumaa kwako wewe ni lazima na usiswali. Tukasema sharti ya kwanza al-Islam, ni lazima awe Muislamu. Tukaelezea tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, na murtadi tukaeleza hukumu yake. Mwenyezi Mungu atuafu na tuhifadhie hii dini. Sharti ya pili albulughu. Albulughu hufasiriwa ni kubalighi, yani ni kufika umri wa balagha, na hutofautiana watu. Mara nyingi mwanamume huwa ni miaka 15 takriban, sio tahdidan. Aweza kubalighi mwanamume kabla miaka 15, bali miaka 11 aweza akabalighi, ingawa nazoona ametofautiana. Lau akatokwa na manii miaka 10 atahesabiwa amebalighi, wametofautiana. Wengine akasema la, haitokubaliwa kuwa amebalighi. Lakini lau wakati ya mimba kwa miaka hiyo, kwa maana ameoa na yeye, manake sisi madhehebu yetu sisi Imam Shafi hakuna miaka ya kuoa wala hakuna miaka ya kuolewa. Iko miaka ya tamkini. Tamkini yani ni mwanamke sasa kwenda kujipeleka kwa mumewe, kumwambia hai talaka, haya niko tayari. Miaka ya tamkini, mwanamke hupewa mume wakati akionekana sasa huyu aweza kubeba mume, lakini hakuna miaka kinyume na hizi sharia za kitawuti, ati mwanamke haolewi mpaka afike miaka 18, lakini aweza kuzidi akiwa na chini ya miaka 18. Aweza kuwa na boyfriend akiwa hata na miaka 12, shauri yake, lakini asimuoe tu. Wana sharia za kitawuti, lakini sisi sharia za Kiislamu na waweza kumuoa kijana hata kuzaliwa. Subiri kama utakuwa hai, sio ukakieka na eda tu. Eda la kufa. Kwa hiyo ile masala ya tamkini ni masala mbali, hayo yalizo katika ndoa. Sasa bulughu ima hupatikana kwa kufika miaka 15 kwa mwanamume na mwanamke, au kwa kutoka na hedhi. Toiwa hatuna haja kuwafasiria, hamtoiwa nyinyi, hedhi si yetu, wenyewe waijua. Au kutoka na manii, wenyewe kwambia, au kuota, na hili ni ndoto maalum. Si lazima ukijua uliokiota, lakini utokwe na kitu, na kule kuota utokwe na kitu, yani utokwe na manii, au kutoka na manii bila kuota. Na hayaangaliwi haya manii yametoka kwa ladha au yametoka, mathalan mtu ameshikwa koo, badala kutoka na riahi akatoka na manii, utamwambia amebalighi huyu. Na kuota, kufanya tendo la ndoa si uzuri, si madhambi, lakini si uzuri. Wala hakuna ishara mtu akaota kitendo cha haramu kwenye ndoa, hata akaota ufanya na mtu wa maharimu, si dalili ya kuwa yeye anafanya tabia mbaya. Bali saa ingine wenye kufasiri ndoto, lakini mimi wahuja kunena haya, kisha watu nifanya mimi Yusuf, tadi nimeota. Ule mwingine alimwambia mtu, bwana mimi nimeota mmekufa, kama nataka tuwe na sanda basi. Na kuna watu itikadi zao huifanya kama mitume, wakiota lazima ile ndoto yake ipate tafsiri. Ndoto nzuri hufurahisha, lakini haihuri. Ukiota uko peponi usiseme khalas mimi niko ndani. Yua Adam aliingia haswa na mwishowe basi umeota tu umeingia. Adam aliingia wenyewe original, ili uelewe kwamba kuota kuingia peponi haimaanishi wewe ndio peponi.
na hata ukamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ishara nzuri, lakini isikupe tamkini. Kuna watu walipoona haswa kwa mato na mwisho wakapata mitihani, akifa Mtume na wao wakartadi. Nasallallahu salamata wal afia. Ni ishara nzuri kumwota Mtume. Mwenyezi Mungu atujalie, ila tamanio kumwota Mungu ampe kumwota, jambo zuri, na ukilitamani kweli Mungu akukoseshe. Kwa hiyo kijana mdogo ambaye hajabalighi, swala ya Ijumaa si lazima kwake yeye, lakini akiswali husnihi, ikiwa ni mumayiz. Mumayiz yani yeye aelewa afanyalo. Na pengine huja swala, je, mtoto mdogo afaa kuhutubu Ijumaa? Ikiwa nyinyi watu wazima madogo mwateni yeye mtu mzima, umenifahamu? Sasa watu wazima wote hamuyui kuhutubu, na pande yeye aiwao hamuyui kuswalisha, na aswalishe yeye aiwao. Si makosa kuswali nyuma ya mtoto ambaye kwamba ni mumayiz, ajua kusoma Fatiha, ajua zile nguzo za swala, ajua sharti za swala, ajua mubtirati swala, ajua arkanul khutbataini, na hutubu haina neno. Sasa tukiwa watu wazima tulioko hatujui kitu, tumwendee ajua kila kitu. Kadhalika al-aqlu, lazima mwenye kulazimiwa kuswali Ijumaa awe na akili. Mwandazimu Ijumaa haimlazimu, lakini wandazimu wakichaa hawa wako aina mbili. Kuna mutakati'un, kuna ule mkichaa wa season. Kuna watu siku fulani wazichakari na chakari, kuna siku nyingine huwa wako normal sawa sawa, mashallah. Lakini kuna siku bahari kitefuka na yeye siye wabarau tawawili, yani ana akili mbili. Siku nyingine akili ziko sawa, siku nyingine akili si zake. Huyu ikifika Ijumaa akili ni zake, Juma la mlazimu. Ama yule ambaye siku zote hana akili halazimiwi na Ijumaa. Na ndugu zangu Waarabu kwambia, la tabki ala man mata, usimlilie alokufa, wabki ala man fata aqlu, lilia aloshikwa na kichaa. Hakuna shida kama kumlea mkichaa, shida sana. Mwenyezi Mungu awape nguvu wale wanaolea matazimu, wale mabnormal wale. Kuna hawa wengine siku hizi wameingia wakuliwa autism, hasa kule Ulaya miskini, na huko kwetu mkole autism kutia akili, maana kwa kofi akaikwa sawa. Lakini kule Ulaya hakuna mambo kupigana. Kuna kijana raha yake kushika glasi ya kivunda, kushika kikombe cha kivunda, akili si zake wako wale. Ingawa baadaye henda wakanyoka, lakini wana shida. Wengine wanapenda kuharamia, para huku, aruke huku, apande huku. Shida wallahi, ameona na wako wengi kama huku kwetu Malbino walipokuwa wengi. Kule ni autism wako wengi, ingawa wao wenyewe ni hot cake. Ukiwa nao wale kama wanne, kama kuwa na flati hapa. Kule Ulaya ukiwa na hawa wa Tanzania watabitaira kama minne yao nyumbani, wewe tandika ulale msenti tu kuingilia, utafikiri una nyumba umeijenga kila mwezi. Lakini wana shida, wana dharubu, kwanza wakiwapata nde wale wako. Yaani Ulaya kuna mambo hata nchi za Kiarabu hawana. Tongo hulipwa. Sisi hapa tunaye shekhe kutoka Azhar ameitwa, miskini haoni. Ulange kwa Ulaya angetumwa mahala, angekuwa ukitizia kwao hulipwa. Lakini angalia shekhe kutoka Masri ameitwa hapa haoni, miskini utafuta riziki. Lomtoa kwao muini hunu mara maandamano, na pengine kwa maana baadhi ya wenye kuzuia maandamano hawana akili, hawakuangaliwe, huona akakuandikia rungu. Lakini Ulaya tongo huli kwa yeye, akapewa na mbwa kumpeleka madukani, akasimamiwa hichi na hichi. Wana mambo ya kasoro Uislamu tu, lakini mambo ya Kiislamu mengi wanayo. Al-hurriya, Juma humlazimu muungwana. Wama aktharu al-abid fi zamanina,
haya masala yalitungwa zamani, kulikuwa kuna watumwa. Yaani mtumwa ndio yule anayekufanyia kazi, humlipi chochote na chakula utampata utakacho wewe. Yaani wewe waweza yaani kama kutuma ng'ombe, kutuma mbuzi, yaani bali kiteswa. Uislamu ukaja ukasafisha, kifanya hili kosa hili mtumwa. Lakini utumwa wa sasa tulionao wa kuajiriwa ni mbaya kuliko watumwa wale waliokuwa nao kina Bilali. Nasikia mtu akwambia, bwana, ninafiliwa na mama, nitakwenda kuzika na kazini sina ruhusa, nimemaliza livu jana. Kwani wewe ulipanga kwamba mamako afe badalika? Hawezi kwenda kuzika. Utakuta watu hawawezi kwenda kuswali Ijumaa, kwambia niko shift. Utumwa. Muislamu uko shift. Tena pengine shift yenyewe jirani na msikiti, lakini ondoka. Kwambia mimi nina benki hapa isiekajepo. Wenyewe usema kupenda mke wa mtu kama kumliziwa benki, maana yake ulinda mali na si yake. Na leo kwa kitu si chake. Na huna kama ukipata, mbona mlizi? Uyamizia mate yale mali. Lakini hayapata. Haiko linda. Sasa umeona utumwa wa sasa ni mbaya sana wallahi. Kama madereva na makondakta. Kwa dereva ukimuuliza una juma ngapi wewe swali? Sijapata ofu bwana kazini. Ana juma karibia pengine 50. Pengine aombe ofu juma la mwisho la Ramadhani. Wao utumwa wa kuajiriwa. Hakuna kitu kama mtu kuwa self employed. Yaani wewe kazi yako shukuru ukiwa wewe kazi ni yako mwenyewe. Na katika kitu ambacho kwamba watu wametuwahi ni kusoma ili upate kazi, sio kusoma ujue kufanya kazi. Watu husoma waajiriwe. Wangekuwa husoma ili wajue namna ya kujiajiri. Na cha ajabu kwa Mungu ni Mungu, wanaoajiri wengi hawakusoma. Wanaoajiri wengi hawakusoma. Waajiriwa wengi ndio waliosoma. Ili uelewe, kuna kuwa na elimu, kuna na kusoma elimu. Si kila alosoma elimu ana elimu. Kuna watu hawakusoma elimu lakini wana elimu. Ni vipi? Amemkodisha mwenye elimu. Wewe kama ulikuwa na elimu ulikuwa unataka ule bosi wako ndio awe chini yako. Lakini wewe bosi wako pengine akakuweka wewe pia utie saini, akakuweka wewe ufanye hesabu ili Mungu akuoneshe. Kusoma sio kuwa na elimu. Kusoma ni kujua ile elimu, lakini si kuwa uko nayo. Angalia ulimwengu wa sasa jamanini. Umeona hizi zaitwa Bolt, sijui Uber. Huyu mwenye Uber ni tajiri na hana gari hata moja. Hana gari hata moja. Basi tu yeye alicreate fikra ya Uber, halas. Hana gari hata moja mwenye Uber. Kuna huyu mwenye BNB hana nyumba hata moja, lakini yeye create program ya BNB multimillionaire. Kuna watu sijui wametengeneza website sijui za kukodisha ndege, wao hawana data ndege, taxi hana. Lakini multimillionaire namna kujua kuitembeza fikra. Na watu mashokao ni mahodari. Mungu amewapa uhodari sana. Sasa al-hurriya, mtumwa huyu swala ya Ijumaa haimlazimu. Walau mubaadha. Sengine mtumwa hutawaliwa na watu wawili, kama nusu yangu nusu yako. Mimi kamwacha huru, atakuoleni mtumwa nusu. Nusu moja haijakamilika. Hata yule halazimiwi na Ijumaa. Mwingine adhuhura. Lazima ule anayelazimiwa na Ijumaa awe mwanamume, mwanamke haimlazimu Juma. Angalia Mwenyezi Mungu amemwondoshea mwanamke Ijumaa, wao waekea mikutano. Mungu amemwondoshea swala ya Ijumaa, wao wamewekea mikutano. Mungu amemwondoshea adhani, wao wamewekea kushangilia kwa mayowe mitingini. Toboa maisha yako, toboa katika maisha, uwe na stara, uwe na haya. Mungu amemwondoshea kwenda mbio kwenye Safa na Marwa, wao henda mbio kwenye mashindano ya jump, si ile kuruka ile kuruka ile high jump kwenye mipira. Mungu amekuondoshea hata Safa na Marwa, hiyo kenda sende mbio.
Ibilisi imekuwa mwambie lazima bwana uje kwenye mashindano utajulikana wewe mwanamke. Wewe nenda hapa tena kuangalia asubuhi wanawake ndio mbio. Tena na wanaume. Si uende mbio nyumbani kwako, hapo mbio mbele za wanaume. Hata nini nitakupunguza mwili, atakula. Punguza kula. Wewe punguza mwili, na punguza mwili ukirudi wewe, umekwenda mbio ukirudi unakufuru zima na mayai mengine 6 7. Dhukura mwanamume Mungu amemuondoshea swala ya Ijumaa. Angalia mwanamke, Mungu hata kwenye swala amemwambia wewe ukipatikana na jambo usitoe sauti, fanya nini? Piga kikofi namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innamat tasfiqu linisa, kupiga makofi kazi ya wanawake. Ukimwona mwanamume ameambia pigani makofi, amewafanya wanawake, si mimi. Alionena ni Mtume, usikubali kupigwa makofi wewe mwanamume. Kwenye siasa wanasema njia pekee ya kumnyamaza mtu kusema ni kupiga makofi. Kupiga makofi hawezi kuendelea. Lakini wageni wanawake si kazi yenu. Makofi ya kilo, ila kuna kofi la kilo. Apigwe yeye yule kofi la kilo. Mwambie makofi ya wanawake, kama wewe mwanamke piga wewe, usipigishe sisi makofi. Hakuna kupiga makofi mwanamume. Mwanamume akipata yako sabaha, subhanallah au kabara, Allahu akbar. Kazi ya mwanamume. Mwanamume wakati kupiga makofi. Wewe mwanamume gani? Sopwe. Adhukuratu asiha, uwe mzima. Mgonjwa halazimiwi na swala ya Ijumaa, lakini tutakuja kuelezea tafsiri ya ugonjwa na nini hukumu ya mgonjwa anapokuja swala ya Ijumaa kisha ugonjwa ukamzidi. Lakini mtu maskini amekuja msikitini ajisikia pengine na matatizo endesha, sasa akaona amepungua, maana maradhi ya kuendesha na thakili hasa akiwa wewe uendesha na ugombeza watu na usikia kuchemua. Sasa balaa mtihani mzito, wewe huendesha na wasikia kwenda chafe na ugombeleza watu, sijui utafanya vipi, utajua wewe mwenyewe.